Hujambo na karibu kwa habari za hivi sasa. Unaitazama Veushly TV na mimi ni Violence Mowoi. Katika hatua iliyozua gumzo mitandaoni, mchekeshaji na TikToker maarufu kutoka jamii ya Mijikenda, Princess Fainika amevunja ukimya wake kupitia ujumbe mzito alioweka kwenye ukurasa wake wa Facebook. Kupitia chapisho lake, Princess Fainika alisema na nukuu, "Siku zote mi huwa mkimya ila dharau ndio sifagilii. Sio eti nashindwa kuongea ila naheshimu nafasi yangu kwenye jamii. Tafadhali ambieni hao maselebu wenu wakilifu wanitoe kwenye midomo yao. Maisha yangu mimi sio lazima niyalete kwa mitandao ndio wajue natoboa ama nimefeli. Wanaonijua kwa ukaribu, waulizeni. Maselebu wenu hawanijui ila yao ni gizani ninayo na nimenyamaza kama mjinga. Kile naweza kuambia kwa sasa, hao wanasiasa mnaolala nao huko Kilifi, Mtwapa na kwengineko, wengine wao ni ndugu zetu, baba zetu, shangazi zetu, mashemegi zetu, wajomba zetu, kwa hivyo habari zenu tunazo. Sijaanza taaluma yangu kwa sasa, but if you want the investigative journalist in me, you will get it. Acha niwaachie hapo kwa sasa, muwe na usiku mwema. Heshima idumu, kila mtu ajue mipaka yake." Mwisho wa kunukuu. Katika ujumbe huo, Princess Fainika alionekana kuchoshwa na kile kinachotaja kama matusi na dharau kutoka kwa baadhi ya watu mashuhuri kutoka kaunti ya Kilifi. Aidha, alieleza kuwa licha ya yeye kutoshiriki katika vita vya maneno mitandaoni, ana taarifa nyingi kuhusu maisha ya faragha ya watu hao, na iwapo atalazimika kuzungumza ataibua mengi. Katika ujumbe mwingine alioandika hivi leo, TikToker huyo ameendeleza ujumbe wake akilenga maadili na viongozi wanaotaka nafasi za uongozi. Akiuliza kwa uchungu alitaka kujua ni lini jamii ilianza kuhalilisha tabia ya kujifainisha kwa uhusiano wa kimapenzi na wanasiasa waliopo au wanaotafuta madaraka. Amesema na nukuu, "I have been seeing conversations online that deeply concern me, especially coming from individuals who are aspiring to lead us. Some even eyeing political seats and opportunities in political institutions. Since when did we normalize sleeping around with married politicians or sleeping around with men for life shortcuts? Is this the kind of example we want to set for our young girls? If a person openly supports such a mindset today, what values will they provide tomorrow when in positions of power? Before we give our trust, endorsements or job opportunities to anyone, especially to those who want to lead our wards, counties or companies, we must ask, will our daughters, sisters and young women be safe in your hands? What values are you instilling in our society, empowerment or exploitation? Are you seeking leadership to serve the people or to push dangerous narratives? Leadership is not just holding a title. It's about character, influence and the ability to inspire others towards dignity and progress, not moral decay. To anyone who feels attacked, maybe it's time to reflect on why the shoe fits. We need leaders who uplift, not mislead. May we never trade integrity for popularity." Mwisho wa kunukuu. Princess Fainika alisisitiza kuwa kabla ya kuamini au kuunga mkono mtu yeyote anayetafuta nafasi ya kuongoza, ni muhimu jamii ijiulize, je, vijana wetu hasa wasichana watakuwa salama mikononi mwao? Princess Fainika alisisitiza kuwa kabla ya kuamini au kuunga mkono mtu yeyote anayetafuta nafasi ya kuongoza, ni muhimu jamii ijiulize, je, vijana wetu hasa wasichana watakuwa salama mikononi mwao? Kauli hiyo haijapokelewa kwa kimya mitandaoni. Ruby Kache ambaye pia ni mmoja wa TikTokers maarufu kutoka Pwani, alijibu kwa kejeli kupitia chapisho lake akisema, nikinukuu, "Watu kulala hata na maiti itakuwa wanasiasa. What a privilege. Nitagieni mwanasiasa mmoja na mimi nikavijue, ama kama wameisha nipeni hata mtumishi wa Mungu wadai." Je, maoni yako ni gani kutokana na taarifa hii? Umekuwa ukitazama Veushly TV with many, many more. Kiss Kiss the boys for me. You are great. You deserve